Wasomi nchini Iran wanaionya Marekani wakisema kwamba Marekani haina mamlaka ya kuingilia Hormuz na kuingilia Iran. Washington ilichagua kuleta vita katika eneo karibu maili 7,000 kutoka katika mipaka yake. Marekani haina jukumu la kuingilia kati usimamizi wa mlango wa bahari wa Hormuz ulioko karibu kilomita 11,000 sawa na maili 6,835 kutoka kwenye mipaka yake. Profesa wa mawasiliano ya kisiasa na mchambuzi wa masuala ya mambo katika chuo kikuu cha Tehran, Ford Izad, ameiambia shirika la habari la RT. Njia hiyo ya kimkakati ya maji imekuwa kitovu kikuu katika mazungumzo ya amani ya Marekani na Iran, ambapo Washington inaendelea kuziba bandari za Iran na Tehran, ikiweka udhibiti wa usafiri wa majini na kutoza fedha kwa ajili ya kupita kwenye mlango huo wa bahari wa Hormuz. Marekani haina jukumu katika sehemu hii ya dunia. Marekani si katika nchi za Ghuba. Marekani ipo katika Ghuba ya Mexico, karibu kilomita 11,000, Izad aliambia shirika la habari la RT katika mahojiano mnamo siku ya Jumanne. Alisisitiza kwamba ni Iran pekee iliyo na jukumu la kuweka usalama katika mlango wa bahari wa Hormuz. Hakuna maji ya kimataifa katika ukanda huo muhimu wa mizigo, kwani umegawanywa kati ya maji ya eneo la Iran na Oman chini ya mkataba wa Umoja wa Mataifa na sheria za bahari UNCLOS, alisema. Hata hivyo, mchambuzi huyo amesema kwamba kuna sheria za kimataifa na vielelezo vya kisheria vya kimataifa vinavyotoza ada kwa meli zinazovuka eneo lao. Izad anasema Australia, Canada, Denmark, Uturuki zote zinakusanya ada kwa nchi ambazo ni wanachama wa UNCLOS. Wanaziita ada za majaribio, alisema, akiongeza kuwa malipo mengine hutolewa kwa sababu za mazingira. Nchi kama Uturuki ambayo yatia saini mkataba huo iite tu ada ya kifungu, alisema. Izad alisisitiza kwamba hakuna marufuku ya kisheria kwa Tehran kufanya hivyo. Kwa kuwa Iran inataka kuwa na urafiki, itafanya kile ambacho Australia na Canada na Denmark tayari wanafanya, alisema. Mtazamaji wa The World News, aliyokuwa nayo ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa pamoja na kivita, Profesa Ford Izad, ambaye ametokea katika chuo kikuu cha Tehran, ambaye anafundisha masuala ya mawasiliano katika siasa. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue ni nini kinachojiri katika ulimwengu.